ambao wanapatikana pale mtaa wa Cheresi kwa ajili ya kupokea neno ambalo umetuandalia siku hii ya leo, na wachungaji tayari wapo hapa, lakini kwa namba ambayo utazidi kuitafuta kwa ajili ya huduma ni 0764 819777 0764819777. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu sana, tusikie kile ambacho umetuandalia siku ya leo. Asante mzee wetu, jioni ya leo, siku ya leo, Mungu akubariki sana. Amina. Lakini tunashukuru Mungu kwa tuko hapa tena, Mungu ametujalia uzima, na tunashukuru kwa ajili ya nafasi ambayo umetupa. Ndio. Uko nami mchungaji Roita Mgeni wa kanisa True Gospel Embassy Church lililoko eneo la Cheresi, mtaa barabara inayoshuka kuelekea Tebetala. Lakini kwa nimeongozana sambamba na mwinjilisti Patrick Ilo. Na ndugu wasikilizaji wetu ambao umeendelea kuwa pamoja nasi, siku ya leo ni siku ambayo kimsingi tulikuwa tumetoa taarifa ya kwamba tutakuwa na, inawezekana watu wamekuwa na maswali, tutakuwa na nafasi, tutairuhusu watu waweze kuuliza maswali. Ndio. Lakini kabla sijatoa nafasi hiyo, naomba kuna maeneo machache Roho Mtakatifu ametusukuma tuweze kushirikishana kwa uchache, na baada hapo endelea kujiandaa na swali lako. Basi nafasi kama tulivyoitoa, nafasi ipo, tutakupa nafasi, fursa uweze kuuliza swali lolote ambalo limekuwa kuna changamoto yote ya kimaisha ambayo inamhitaji Mungu. Basi kile ambacho Roho Mtakatifu atusaidia, basi tutaweza kushirikishana. Na kwa muda huu basi naomba msomaji wangu nifungulie kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza, lakini nisome mstari wa 6. Waraka wa kwanza Yohana sura ya kwanza na ule mstari wa 6. Maandiko yanasema, tukisema ya kwamba tutashirikiana naye, tena tukienenda gizani, tutasema uongo, wala tufanyi iliyo kweli. Basi naomba nishukuru. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya ujumbe huu wa neno la Mungu ambao Mungu umetupa kama msingi wetu wa jioni ya leo. Baba, tunakushukuru. Naachilia ujumbe huu mikononi mwako. Roho Mtakatifu, asante kwa neema yako ambayo Mungu umetujalia tuko hapa. Asante kwa ajili ya wasikilizaji wetu ambao wanaendelea kutufuatilia. Baba, tunakushukuru, naendelea kulibariki na kulitukuza jina lako. Tunaendelea kuacha ratiba hii sasa mikononi mwako. Neema yako yatosha. Asante Roho Mtakatifu, kathibiti kulie mwalimu wa kweli, katufundishe sawa sawa na mapenzi yako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, naacha sasa ratiba hii mikononi mwako, tukiomba na kuamini. Amen. Amen. Kama ambavyo ndugu zangu wasikilizaji wangu, kama ambavyo ujumbe wetu ambao tunaanza nao siku ya leo, Biblia inatuambia kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza ule mstari wetu wa 6, lakini nitaanza kusoma ule mstari wa 5. Biblia inasema, na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamuna ndani yake. Tukisema kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maneno haya ni maneno ya Yesu Kristo mwenyewe kwa kinywa cha mtumishi wa Mungu Yohana. Anaandika maneno haya akituasa, na hasa kwa wale ambao aidha wamefika mahali wanaamini, aidha wanaona hata wakati mwingine wanashiriki ibada. Biblia inasema tukisema kwamba twashirikiana naye. Anazungumza juu ya mahusiano kati yetu, baina yetu na yeye. Lakini huyo mtu anasema tunashirikiana naye Bwana, lakini bado anaenenda katika hali ya giza, mahali alikotoka. Biblia inasema kweli haiko ndani yetu. Mtu huyu anakuwa anazungumza uongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa kwanza anasema, na hii ndiyo habari tuliyosikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru. Hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu. Wasikilizaji wangu ambao mnaendelea kutufuatilia, hii ndiyo habari ambayo tumeisikia kwake, na sisi tunaendelea kuihubiri kwenu, kuidhihirisha kwenu, kuifunua iliyo kweli kama tulivyoisikia kutoka kwake, na sisi tunaileta kama ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu zangu, muda mwingi tumeendelea kuhubiri kwa habari ya wokovu. Tunatoka wapi tunapozungumzia wokovu? Yesu, kati ya jambo kubwa sana ambalo lilitutenga sisi na Mungu ni dhambi. Na Yesu alikuja kwa ajili ya dhambi ambayo mwanadamu
amefika mahali amekosa mahusiano na Mungu, na dhambi ndiyo iliyotutenga. Na ndiyo maana unamkuta Yohana anasema, anakuja Yohana anapomwona Yesu anasema, mwana wa Mungu aiondoaye dhambi ya ulimwengu, huyo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anamwona Yesu anakuja kwa ajili ya kuiondoa dhambi. Dhambi imefika mahali kawa imetawala sasa. Mwanadamu amepoteza haki yake ya kuishi. Dhambi imeingia. Na tunapozungumzia habari za wokovu ambao tunaileta kwako habari hii, wokovu ni kugeuka. Wokovu ni kubadilika. Ulikuwa na maisha ambayo ulikuwa ukienenda katika njia ambazo hazimpendezi Mungu. Unapoamua kumpokea Kristo, kumwamini Kristo, ni kubadilika, kuachana na zile tabia zote ulizokuwa nazo, ni kugeuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa watu wengi kugeuka hawaelewi, na ndiyo maana tunapozungumzia wokovu wanashindwa kuelewa maana yake nini. Wokovu ni kugeuka, ni kubadilika. Ulikuwa unaenda kushoto, unageuka, unaanza kwenda kulia. Hupasi kurudi tena kushoto. Umegeuka, unakwenda kulia, nyosha, ongoza njia, nenda kulia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana mstari wetu tunausoma, Biblia inasema, tukisema ya kwamba tuashirikiana naye, tena tukienenda gizani. Na hii ndoa imeanza kushamili sana katika kizazi cha leo. Watu wengi sana wanasema tumeokoka. Watu wengi sana wanasema na sisi tunasali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kiasi kwamba ukiangalia, ukitazama kwa mtazamo wa haraka haraka, unaweza ukaona kwamba wote wanaoenda kanisani, ibadani, wanaenda mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini Biblia inatuasa jambo moja. Kama kweli tumempokea, tutembee katika nuru yake. Tuendelee kujitakasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusianze kuitazama tena tulikotoka. Mahali Bwana ametutoa katika giza, ametutoa katika dhambi. Mtu ulikuwa na dhambi nyingi ambazo Kristo amekusamehe bure. Kwa neema yake amekusamehe bure. Sasa inashangaza, na Kristo analiasa jambo hili, watu hawa ambao wanamkiri Kristo lakini bado wana hali ya kuenenda gizani. Tafsiri yake Biblia inasema hivi: mtu aliyempokea Kristo tuyatafakari yaliyo juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini badala ya kwenda juu, anarudi tena chini, anatazama alikotoka, badala ya kusonga mbele na kutazama nyuma. Kurudi chini ni kutazama ulikotoka, yale uliokuwa ukiyatenda maasi, kuyarudia yale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Mungu angetamani kuona kile unachokikiri, anatamani kuona mwenendo wako, mabadiliko lako linaonekana, maisha yako mapya ndani ya Kristo yanaonekana. Anasema tukisema kwamba tunashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatufanyi iliyo kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu mmoja Wayahudi walimkuta mtu mmoja ambaye walimuhukumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini walipompeleka kwa Yesu, Yesu alikuja akaiamua ile kesi. Angalia maamuzi ya Yesu. Akamwambia yule mama, baada ya yale yote aliyoyafanya Yesu, na wale waliomshtaki wakaondoka, akabaki yule mama peke yake. Yesu akamwambia, usitende dhambi tena. Usitende dhambi tena. Tumetengenezewa namna ambayo watu wamefikiri mfumo wa kutubu kila siku kwa mtu aliyeokoka, ameona kama ndio utaratibu. Sikiliza, sio utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana Mungu anaweza akamvumilia siku ya kwanza, akamvumilia mtu ametubu siku ya pili. Biblia inasema siku ya tatu. Biblia akiendelea anasema muondoeni, mtoweni, hastahili tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu anaendelea kurudia jambo lile lile. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na ndio maana umeamua kubadilika. Tembea nuruni, nenda moja kwa moja. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nimeamua niweke ujumbe huu wa msingi, walau tuanze hapa. Na mtu wa Mungu, ninaamini kwamba ambao umeendelea kutufuatilia, ninaamini unalo jambo ambalo ungetamani kutuuliza, una swali. Haleluya. Amen. Lakini pokea ujumbe huu,
siku zote tunahubiri habari ya wokovu, tunatangaza habari hii, na kati ya wito ambao Yesu ametutuma ni wokovu, badiliko. Tunatamani kuona watu wanabadilika, watu wanageuka. Tabia ulizokuwa nazo awali unaziacha, unamfuata Kristo, unaendelea kuwa safi, unaendelea kujitakasa kama yeye alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na wakati huo ni mruhusu MC wetu ambaye anatuendeshea kipindi hapa aweze kuitaja nambari ya simu ambayo itatumika kwa wewe ambaye una swali unahitaji kuuliza, ili uwe huru kuuliza. Sasa unaweza ukaendelea hapa kututafuta. Namba yetu ya studio hapa ambayo utaitumia kwa ajili ya kuuliza swali lako ni 074537 okay, namba imenikimbia kidogo hapa, lakini naomba nikutajie namba ya mchungaji ambayo ni 0764819777 0764819777. Unaweza ukaanza kutuma ujumbe wako humo kama utakuwa una swali lolote, lakini tutapokea pia simu. Mchungaji, tuendelee. Asante. Kama ambavyo ujumbe wetu wa msingi umesema kwenye kitabu cha waraka wa Yohana, na hii ndiyo habari tuliyosikia kwake. Asante kwa kuwa kuna message, basi kuna mtu anatupigia hapa, ngoja tumsikie. Karibu sana msikilizaji wetu, karibu kwa swali. Halo, tunakupata, karibu. Jitambulishe, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Halo. Kutoka Makambako, karibu. Swali lako? Biblia, swala la kusamehewa, sawa? Ni vizuri tukaangalia Biblia inachokizungumza na tukaamini neno la Mungu linavyosema. Na muulizaji wetu swali anauliza kwamba mtu akitenda dhambi mara ya 4 anasamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaposoma Biblia, tuko hapa basi tunashirikiana kwa maana ya kujibu swali. Wakati tunaweka sawa tukujibu swali lako, tupo na mwinjilisti hapa, tutashirikiana kwa maana ya kujibu maswali ambayo yataulizwa. Ndio. Lakini kwa swali ambalo limeulizwa, najaribu kuangalia mstari ili tuweze kusoma. Na wakati na utafuta, Biblia inasema mtu akitenda dhambi, Biblia inatoa mara ya kwanza akitubu, Biblia inasema msamehe, na akitubu kama hajatubu maana yake anakuwa bado anakosa nafasi. Lakini Biblia imetoa advantage mara ya pili. Tunauangalia mstari ili tuweze kukusomea, sawa msikilizaji wetu? Lakini Biblia inasema inatoa nafasi tena mara ya pili, akitenda dhambi mara ya pili, akirudi akiomba msamaha, Biblia inasema msamehe. Lakini bado imetoa advantage waitie, akitenda mara ya pili, Biblia inatoa advantage kwamba waite watu 2 au 3 ili mkae naye kwa maana ya kumshauri, kukusaidia. Mara ya 3 kama mtu huyu bado anaendelea kuirudia dhambi ile, Biblia inasema muondoweni. Hivi ndivyo Biblia ambavyo inatuagiza. Sasa hii mara ya 4 nisingekushauri sana. Biblia inasema imeishia mara ya 3 muondoweni. Japokuwa ukisoma sehemu nyingine Biblia inasema mtu akitenda tumsamehe mara ngapi? Ikasema hata mara 70 mtu msamehe, sawa? Unanisikia? Lakini kama kanisa limekaa na wewe likakushauri, ebu amini, kuokoka ni kubadilika. Biblia inataka usitende dhambi tena, na Yesu hawezi kuungana na mtu mwenye dhambi. Hawezi kufanya mahusiano na mtu ambaye anajiungamanisha na upande wa pili, kwa sababu unapotenda dhambi unajiungamanisha na upande wa pili, upande ambao ni wa shetani, sawa? Na hiyo dhambi inaweza kukutenga kabisa na uso wa Mungu, kwa sababu shetani nia ni kukutoa kwenye laini
usitarajie sana kwamba na kesho naweza nikapata nafasi ya kutubu. Hii ni neema tu ya Mungu. Unapokuwa tumepata nafasi hiyo, ni neema ya Mungu. Sawa ndugu? Lakini wewe unayetuma ujumbe wako pia hapa, mchungaji ataupitia na ataona namna gani anaweza kukujibu. Na kwa swali yule aliyokuwa ameuliza, wakati tunasubiri swali, nafikiri mwinjilisti atupe mstari huo ambao unaweza kutusaidia. Karibu mwinjilisti Patrick. Kwa swali lake ambalo amesema mara ya 4 inawezekana kutubu. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 18 kuanzia ule mstari wa 15. Biblia inasema, na ndugu yake akikukosa enenda ukamwonye, wewe na yeye peke yenu. Akikusikia umempata ndugu huyo. Anasema la, kama asikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili. Kama kuna simu basi tupokee simu hiyo. Kwenye line, habari yako? Naona kapotea naye tena. Asante, endelea mwinjilisti. Mstari wa 16 anasema la, kama asikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwamba kwenye line nafikiri kuna mtu hapo. Karibu. Salama tu kabisa, karibu. Nani Paulo? Ndio bwana, nani Paulo? Mtu wa Mloa, karibu sana. Asante sana, tunashukuru Mungu. Karibu kwa swali lako. Ndio, karibu. Manake mstari ule nilikuwa najiuliza, Yesu anapoondoka anapaa, aliacha mitume 12. Yesu anapoondoka alipotelea wapi hapo wapi ile? Swali la mwenzetu anauliza kwamba Yesu anapoondoka aliacha mitume 12. Sasa alipoondoka wale mitume walibaki wapi? Walienda wapi? Karibu mwinjilisti Patrick Romo kwa ajili ya swali hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini nataka ni kuweke sawa. Yesu anapoondoka kuacha mitume 12, aliacha mitume 11. Kwa nini 11? Yuda ambaye ni msaliti kipindi hicho akawa ameshajinyonga, amekufa. Wakati amekufa akaacha mitume 11. Na wakati anawaacha kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 kabisa pale. Twende mara moja hapo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ili tuone Biblia inasema nini. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Maandiko yanasema hivi, sura ya 1 kuanzia ule mstari wa 2. Na hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume, wale aliowachagua, wale aliowachagua wadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40, na pia nena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu. Naomba mstari wa 4. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku zichache. Maana tafsiri yake Yesu wakati naondoka anapaa, mitume waliagizwa wakae Yerusalemu, wasubiri kwanza wajazwe Roho Mtakatifu au wampokee Roho Mtakatifu, na baada ya kumpokea Roho Mtakatifu ndipo waende kuifanya kazi ile ambaye Roho Mtakatifu alikusudia waende kufanya, au Yesu aliwaagiza wakaifanye duniani, akiwa na maana wakaihubiri injili kwa kila kiumbe. Asante. Sijui kama msikilizaji wetu umepata jibu la swali lako. Naona ameshatoka hewani, nafikiri alikuwa anasikiliza pembeni. Atakuwa amepata jibu. Labda mwinjilisti angemalizia. Wakati mwanzo. Tunasubiri mtu mwingine atapiga simu hapa kupitia 0764 81 97 77. Kwenye kitabu chetu kile cha Mathayo sura ya 18 na ule mstari
wa 15 kuanzia ule mstari wa 15 anasema hivi: na ndugu yake akikukosa, enenda ukamwonye, wewe na yeye peke yenu. Akikusikia, umempata ndugu huyo. La kama asikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwamba kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike. Mstari wa 17, na asiposikiliza wao, liambie kanisa, na asipolisikiliza kanisa, na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru, maana yake mtu asiamini. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Kama mtu ameonywa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, halafu haja kuelewa, maana yake tafsiri yake huyu mtu liambie kanisa, awe kwako kama mtu wa mataifa, kama mtu asiamini. Kwa hiyo kwa swala la kusema mara ya 4, Biblia haijatuwekea wazi, ila tunatembea kama neno la Mungu linavyosema mara 3. Mara ya 3 mtu anatakiwa tembee kugeuka. Ndio. Kwa hiyo kifupi iko hivyo. Kwa hiyo huyu aliyeuliza swali, je, mara ya 4 Biblia haijatuambia. Tutembee zaidi kwenye neno la Mungu kama linavyosema. Lakini pia kwa kuongeza, wakati tunasubiri simu juu ya swala la kutenda dhambi, unaposoma kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 ule mstari wa, tukisoma mstari wa 6 na wa 9, Biblia inasema hivi: kila akae ndani yake atendi dhambi, kila atendaye dhambi hakumuona yeye wala hakumtambua. Na mstari wa 9 unasema kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Kwa hiyo kwa kuendelea kumjazia ndugu yetu, kimsingi anatakiwa jitafakari sana anapoona ametenda dhambi mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3, mara ya 4, anatakiwa jitafakari wokovu wake. Biblia inasema aliyezaliwa. Kwa hiyo inawezekana yupo kwenye njia ambayo anasema ameokoka, kumbe hajaokoka, hajazaliwa mara ya pili. Basi kuna msikilizaji mwingine hapo, ngoja tumsikilize. Ndio. Halo, karibu sana, tunakupata. Unaitwa nani? Moja kwa moja style za wale nimerudi hapo. Okay, karibu. Ili tuendelee kuwekana sawa haya ambapo sisi tuelewe. Ndio, karibu. Au kumekuwa na migongano. Ndio. Ipo hivi, yeye kwenye maandiko amesema mtu anaweza kamuoa kwenye Paulo alisema ukiwa unaweza ukaishi kama mimi Paulo, lakini kama wewe unaweza ukaoa mke mmoja, na maandiko pia yamesema hivyo, mke mmoja ndio na mume mmoja ambao ndio chaguo la Mungu. Lakini sisi wa Kristo lakini kuna maandiko huwa yananichanganya, kitabu kile cha pale ambapo Penina na Elikana alikuwa na wake wawili, alikuwa na Hana pia na Penina. Na yale maandiko yale huwa anajiuliza, yale mkitaka Agano la Kale, yale maandiko yale nayo yaliandikwa na hawa watakatifu. Mbona kitabu kama wakati kinatukataza, kuna wakati tena mke watu walioa, au ilikuwaje hadi wakaoa tena wake wawili? Na huyu tunamwona kabisa hata mtumishi wa Mungu alioaga watu wake kibao wengine. Sasa huku mbona watu wanatuambia, mbona mnatukataza tusioe? Huku ni wapi? Ni agano lingine au agano lingine? Sasa tufafanulie hapo, mtumishi wa Mungu. Ya swali lako mtumishi amekusikia, muda wetu sio rafiki hapa. Swali lako limeeleweka. Haya, karibu mwinjilisti. Wewe tukujibu swali lako ni kama ifuatavyo. Inawezekana likawa ni swali la mwisho, muda wetu atukimbia kweli. Tumekimbia. Swali lako nitajibu kama ifuatavyo. Unaposoma kitabu cha Mathayo sura ya 19, maandiko yanasema hivi: basi Mafarisayo, mstari kuanzia wa 3. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe au kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba aliumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Haijasema hao 3 au 4 au 10 na ngapi. Yesu anazungumza habari ya mtu mume na mtu mke. Wengine wanaofuata au wanaoongezeka, Biblia inaona ni uzinzi. Kwa hiyo tukubaliane ya kuwa
Yesu ambaye ndiye Mungu ambaye amekuja akasema hizi habari ni kwa habari ya mtu mume na habari ya mtu mke, na habari ya kuoa watu wengi ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo au kuto kutembea kwenye usahihi wa neno la Mungu. Lakini yeye aliumba mtu mume na mtu mke. Asante. Kama alivyojibu mwinjilisti, tangu mwanzo Mungu anapomuumba aliumba Adamu, akamuumba na Eva, akasema sasa hawa sio wawili tena bali ni mwili mmoja. Kwa hiyo huwezi ukawa una wake watatu ukasema ni mwili mmoja. Biblia haijawahi kusema hivyo. Huyo mwingine ni uzinzi. Ndio. Kwa hiyo mpaka leo, kwa hiyo mke ni mmoja, anayefanana na wewe ni mmoja. Biblia haijawahi kusema utafanana na wake na zaidi ya sijui wachumba, sijui washikaji wangapi, wawili au watatu. Ndio. Sasa sisi hapo unaona muda wetu umekimbia kweli. Labda tukamilishe mchungaji, neno la mwisho kisha tumalizie namba za simu. Nichukue nafasi hii kwa ajili ya mwanzo mzuri siku ya leo ambao tulikuwa tunajaribu tuweze kuanza ratiba ya watu waweze kuuliza kama kuna changamoto, kuna swali ambalo linawakwamisha hasa kwenda kwa ajili ya Yesu, kwa sababu tumehubiri sana habari za wokovu ili watu watoke huko wamwendee Yesu, na ndizo habari ambazo tumeendelea kuzileta, na huu ndio wito ambao tangu mwanzo Yesu analituma kanisa likahubiri injili kwa mataifa yote. Changamoto, watu wameshindwa kuelewa hili eneo, hebu waulize tuweze kushirikiana ili tujibu, ili watu wachukue hatua waje kwa Yesu. Basi ujumbe wangu ni kwamba pamoja na fursa hii ambayo umeipata leo kuuliza swali, tutakuwa na nafasi nyingine Alhamisi, tutatoa nafasi hii tena kwa ajili ya kuuliza maswali. Nafikiri tunaweza tukawa na muda mrefu ili watu wawe huru kwa ajili ya kuuliza swali, lakini wito wetu ni wewe uulize swali litakalokusaidia mahali palipokuwa panakutatiza, ili iwe sababu unapoelewa uokoke. Haina maana, haitasaidia chochote uulize swali uelewe halafu kabaki bila kubadilika. Unapopata jibu likufanye wewe kuleta badiliko. Na huu ndio wito wetu, na tunatumia gharama hii ili ule kile ambacho Yesu ametutuma, watu waokolewe, watu waje kwa Yesu, watoke kwa shetani, tuendelee kuifanya hii kazi. Na sisi tunakusii kile ambacho umekielewa kikusaidie kubadilika. Tunakukaribisha sana kwenye familia ya Mungu. Basi nichukue nafasi hii kwa ajili ya kuwashukuru wote. Mungu awabariki sana, na kwa kuwa muda umetuaga, umetukimbia, umekuwa nami mchungaji Loita Mgeni sambamba na mwinjilisti Patrick Ilomo. Nichukue nafasi hii kwa ajili ya kushukuru. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Asante kwa ajili ya usiku wa leo. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya yote ambayo yameendelea mahali hapa, na sinaendelea kujiweka mikononi mwako. Asante kwa ajili ya ujumbe ambao tumeendelea kupokea mahali hapa, tuendelea kuachilia mikononi mwako. Asante Bwana uliye sababu ya sisi kuwepo hapa. Asante kwa ajili ya wasikilizaji wetu. Baba, asante. Naendelea kuachilia baraka na neema kwa ajili yao waliopokea ujumbe ukawa ni sababu ya wao kubadilika. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Amina. Lakini utaendelea kumtafuta mchungaji Loita Mgeni kama una maswali baada ya hapa kupitia 0764 81 97 77. Kwa heri mpaka wakati mwingine. Mimi naitwa Mekidisi Mgeni. Amen.